Lakini pia vile vile bwana diwani, wewe ni katika watu ambao wanaonyesha kabisa wewe ni katika watu wapotevu, tena sio wapotevu tu, ni wazushi mbele ya Sufi. Kwa kushindwa kufafanua haya, wewe umejivalisha vazi ambalo limekutoa kwenye usufi moja kwa moja. Haya siyasemi mimi kama mimi. Kwenye hiki kitabu Azahiru Riyadh, ukurasa wa 204 mpaka ukurasa wa 205, takunukulia baadhi ya maneno ambayo kayazungumza huyu Mahmud Nur ad-Daim, kukuonyesha ya kwamba wewe kwa mujibu wa hivyo ulichokifanya, wewe unazingatiwa ni sufi jahilun, ni mjinga, tena ni katika watu wapotevu. Umejibebesha fani ya kududumua na kufafanua mambo ya uwalii, mambo yaliyoandikwa, unajidadavua kusema huo ndo usawa, hali ya kuwa mawalii wenyewe hawajayafafanua. Nakupa ukurasa wa 204 kitabu hichi Nuru Azahiru Riyadh, ukurasa wa 204, na kusomea kitabu vyenu hivi, sio vitabu vyangu mimi, na kuhukumu kupitia vitabu vyenu. Anasema wa amma almutasawwif aljahil, na ama mtu wa sufi ambaye ni mjinga kama vile Yusufu Diwani na mwenzake huyo. Ajahili kwenye mambo gani? Ay bi awamirillahi wa nawahihi, asiyejua maamrisho ya Allah na makatazo yake. Fa innahu dhallum mudhill, ni mpotevu na ni mwenye kupoteza. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka utaratibu wa kuomba nyiradi wote upo, ambao sisi tunaamini wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Uradi alofundisha mtume ni mbora kuliko sawasahubi ya Abdul Qadir Jailani na wenzake, havina maana hivyo. Sasa wewe usiyejua amri za Allah ambazo tumeambiwa sisi tumfuate mtume, wa in tuti'uhu tahtadu, mkimfuata mtume mtaongoka. Kwa hiyo lazima tumfuate mtume hata kwenye uradi wake. Wewe ulivyokuwa mjinga wa kutokujua amri hiyo ya kumtii mtume, anasema huyo sahibu kitab Nur ad-Daim, anasema Mahmud Nur ad-Daim, fa innahu dhallum mudhil, sufi namna hii ni mjinga mpotevu na ni mwenye kupoteza. Muhliku li nafsihi, ni mwenye kuiangamiza nafsi yake, wali ghairihi, na kuwapoteza wengine katika masufi. Yani yeye mwenyewe anajiangamiza na vile vile anawaangamiza watu wengine. Sikiliza vizuri. Fa inna harakatihi wa sakanatihi ya'khudhuha min ahwiyati nafsihi wa da'awihi wa la yash'uru bidhalik. Harakati zake anazozifanya, wa sakanatihi, na vile vile utulivu wake anaofanya. Yani haraka ni vile kutikisika kwake labda kufanyaje, na kule utulivu alionao huyu mtu jahili sufi ameni mjinga, yaakhudhuha min ahwiyati nafsihi, anauchukua kutoka kwenye undani kabisa wa nafsi yake, yani matamanio yake mwenyewe nafsi yake. Ahwiyatun maana yake ni hufra, kama vile shimo la ndani kabisa la nafsi yake, anatoa zile harakati zake na sakanati zake, anazitoa kwenye hufra, kwenye undani kabisa nafsi yake. Wa da'awihi, na madai yake. Wala yash'uru bidhalik, na hali ya kuwa hajui hayo yote, hajui. Maana yake mambo anayofanya sufi mjinga huyo anayatoa kwenye nafsi zake, kama unavyotoa wewe. Umeamua kutuambia swali inawakilisha kadha, aina inawakilisha kadha, ulitakikana utunukulie kutoka kwa masufi wenzako wakubwa au mawali, waseme wakisema hivyo nasema hivi. Usiseme tu ni ahlu dhikri, usijipachike tu hayo maneno unayosema wewe kujichinyofolea hivyo, umeyatoa kutokana na nafsi yako mwenyewe, umekaa umetunga. Ukiyaleta tutasema naam, kweli Yusufu Diwani ameyatoa kwenye vitabu vya kisufi vikubwa, kwa maswa'in inawakilisha kadha, sahasahubi inawakilisha kadha, na wamesema hivi na hivi na hivi, hii ni Siriani, lugha ya Kisiriani inamaanisha hivi. Ulitakikana useme hivyo, uwarekebishe Waislamu, uwaambie Waislamu huu msemo huu unamaanisha hivi Kisiriani, huu msemo huu kwenye muridi wetu, kwenye tariqa yetu tunamaanisha hivi kwa mujibu wa kitabu hichi na kitabu kile. Sio utoe mirasika kwenye kichwa chako, unaambiwa haya unayatoa kwa madai yako na hali ya kuwa haujui. Akamaliza akasema fayaj'alu alhalala harama, utamkuta huyu sufi mjinga
kilichokuwa cha halali anakifanya cha haramu, wal haramu bil aksi, na haramu pia kinyume chake na kwa halali. Aya, wayubaddilu wayughayyiru, utamkuta anabadilisha hasba waridati nafsi, kulingana na mapito ya nafsi yake inavyotaka. Ndio ulivyofanya wewe, unahukumiwa na Nura Daim, wewe ni sufi jahil. Anasema hasba waridati nafsi washaitan ala qalbihi, huyo ni shetani kakaa kwenye moyo wako. Ni shetani amekaa kwenye moyo wako, anakuchezea, anakuambia sasa hubi maana yake ikata. Yale maneno hayana maana. Labda utuletee vitabu hapa vya kisufi vinavyotafsiri sasa hubi maana yake, ndio tutakuelewa. Lakini wewe tu jitungie kwamba hii ni aya ya mwisho kaifupisha, sio ni ikhtisari ya nahti. Haiko hivyo ustaz, haipo hivyo. Akamaliza akasema fa huwa summun naqi'. Sufi mjinga mpuuzi huyu ni sumu yenye kuua, likulli man i'taqadahu, kwa kila atakaye muitakidi, au jalasahu, au atakaye kaa naye. Mtu mwenye usufi wa namna hii kama hawa mabwana wawili hawa ni sumu yenye kuua kwa kila mwenye kuitakidi hivyo wanavyovisema kama viko sawa, wajua wamekunywa sumu itakayokuja kuwaua, au jalasahu, au akakaa naye, au akakaa nao. Kukaa nao tu tayari unakuharibia itikadi yake. Wa akhadha anhu shay'an min umuri din, na ukachukua kutoka kwa Yusufu Diwani na huyu bwana mambo yako ya dini, wewe unajiua mwenyewe. Nimemaliza, nimekuhukumu kupitia kitabu chako. Bali mwisho kabisa anasema huyu sufi huyu ambaye ni mpotevu, anayetoa mambo kupitia nafsi yake mwenyewe anapojisikia, tunatunga tu bila kurejea kwenye kutubu za kisufi vikubwa kwamba haya maneno haya yanatoka wapi na maanisha nini, au haya hayapo, hayana maana, bila kurudi huko. Anasema katika moja ya tabia zake mbovu, yanhabu amwal alkhalqi, kazi yake ni kuchukua mali za viumbe, kama unavyochukua Yusufu Diwani mali za watu. Kama unavyochukua mali za watu za kuwachangania dawa, kuna dua sijui na nini, ujiunge na nini, ndio hivyo unaambiwa na shehe wako hapa. Umezungumza mwanzo, mtangazaji wako azungumza, na wa mwisho pia umezungumza na wewe. Kwa mna dua tarehe ngapi, mtaka mfanye dua, kwa hiyo bidii mtu wasomee dua bila kuwapa hela, bila kutoa hela, wasomee dua. Haujataja jambo la pesa, lakini utaratibu unaotaka wewe kusema utaratibu wa nini? Unaambiwa huyu sufi dhalum mudhil yanhabu amwal alkhalqi. Nahab, kazeni kuchukua mali za viumbe. بسيف الحياء ممتلئا بالسحي والبخل وقلة الحياء لا يفرق بين السنة والفرض. huwezi kutofautisha baina sunna na farض.